jingi sisi kuzungumzia amani. Ni bora tuutumie wakati mrefu sisi kuzungumzia amani kwa ajili ya kuokoa damu nyingi zitakazomwagika ikiwa vita itatokea. Tanzania sisi ni akina nani hata hakuna vita? Tanzania sisi ni akina nani mpaka kuna amani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitunuku taifa letu la Tanzania na akajalia taifa hili kuwa ni taifa la amani. Amani tukiipoteza tutakuwa tumepoteza tunu. Mitume wote waliokuja ulimwenguni hapa walikuja kutangaza amani. Na sisi Waislamu ambao tumeambiwa tufuate mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, mila ya baba yetu Ibrahimu alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam aliomba dua maalum kwa ajili ya kuiombea nchi ya Makka kuwa ni nchi ya amani. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina, anaelezwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akumbuke kwamba Nabii Ibrahim aliwaomba dua, akamwambia Mola wake, rabbi ja'al hadha baladan amina, Mola ujalie huu mji wa Makka kuwa ni mji wa amani. Warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, na uwape riziki, uwape chakula na matunda watu wa mji huu miongoni mwao waliomwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Kwamba kipindi hiki cha sikukuu za Eid al-Fitr tunasherekea kwa amani. Unapotoka nyumbani kwako, hakikisha umeacha nyumba katika mazingira ambayo ni ya usalama, ili kuepuka vitendo ambavyo si vitendo sahihi au vitendo vya uvunjifu wa usalama. Lakini pia tuchunge watoto, tujue wanakwenda kutembelea wapi, wanakutana na nani, ili kuweza kuepuka mambo ambayo yanaweza kusababisha madhara kwa watoto wetu. Lakini kwa ujumla wake, sisi kama kamati ya usalama ya mkoa pamoja na kamati za usalama za wilaya na vyombo vyote vya dola, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wananchi wote wanasherekea sikukuu hii ya Eid al-Fitr katika hali ya amani, hali ya usalama, hali ya utulivu na katika hali ya mshikamano wa hali ya juu. Sikukuu ya amani kama alivyosema shehe, tusherehe kwa amani katika mkoa wetu wote, lakini na kwa upendo katika mkoa wetu. Ni kupitia amani. Amani ni kitu kikubwa sana. Watu wanapotezea, wanaona vitu ni vitu vya ovyo ovyo, lakini tuangalia wengine wanaswali wima huku wanakimbia, lakini sisi tunasema alhamdulillahi rabbil alamin.